Ture ni beki wa aina gani pale klabu ya soka Simba na ataenda kuwasaidia vipi kwenye eneo la backline? Kwa upande wa usajili wetu wa bara jipya lililoingia Msimbazi majira ya saa 4 ya sasa hivi, muda uliopita kidogo, ile ni bara jipya Msimbazi likiungana na Master Rushen De Rock, itakuwa ni ukuta hatari ambao nadhani watu mpaka waupita wanahitaji kazi ya ziada kufanya uwezekano wa kwenda mpaka kumsalimia goalkeeper wetu. Itakuwa ni kazi ya ziada wanaifanya, kwa sababu Ibrahim Ture ukimwangalia namna anavyocheza na namna vilabu alivyovipitia, unamuona kabisa ni mtu wa mpira ambaye huwezi kusema kwamba ni beki ambaye labda amefeli mahali popote. Kwa hiyo ni balaa jipya Msimbazi linakuja. Watu wa Simba tujiandae na tuwe tayari kwa ajili ya kuona balaa lake. Nadhani tunaanza nalo hilo balaa mechi ya Esperance Sportive de Tunis ya Tunisia. Kwa hiyo tuseme kwamba ule ukuta wa Jericho ambao ulikuwa unatisha sana Chema Lone, lakini pia alikuwa na Inonga akaja akacheza na wachezaji wengine, tuseme kwamba ule ukuta wa Jericho unarudi. Kama kuna mahali ambako tuliteseka watu wa Simba ni katika idara ya ulinzi. Naweza nikawakumbusha kidogo wanaonisikiliza kwamba tuliteseka na defender. Kwa sababu gani? Tumesajili wachezaji wengi lakini hawakuweza kucompete katika mfumo ya makocha waliokuwepo. Unamzungumzia mtu kama Mohamed Momo Watara, alikuja pale Msimbazi na hakuweza kufanikiwa. Tunazungumza mtu kama Henok Inonga Baka Varane, tulimuona alikuja na uwezo wake lakini mwisho wa siku aliondoka. Tunamzungumzia Chema Lone Fondo, ukuta wa Jericho, Cameroon defender. Alikuja lakini hakuweza kukompiti katika mfumo, akawa ameondoka. Kwa hiyo tunamzungumzia Ismail Olivier Traore. Balaa jipya Msimbazi linakuja. Kwa hiyo watu wa Simba tujiandae kwa ajili ya kushangilia, maana anaweza, anakaba. Tunapozungumza beki, hatuzungumzii mabeki wale wa mwisho wa kusimamaga siku zote. Ni beki ambaye anapandisha timu. Ndio maana wanaona anaweza kufunga magoli 2 kwa msimu, akatengeneza assist 2. Sio kwamba anafunga kwa kubahatisha, mpaka ufunge magoli 2 utoe assist 2 na wewe ni beki wa mwisho ambaye ni beki namba 5 au namba 4, ni kazi kubwa unakuwa unaifanya. Kwa hiyo watu wa Simba wakae mkao wa kula na kuambia Esperance Sportive de Tunis la moto wanakwenda kulionja jiwe hilo. Kwa hiyo tuseme kwamba ujio wa Ismail ni kama ni bye bye kwa Inspector Chamo. Inspector Chamo Karabwe, kuna wakati anakuwa na ups and down, kwa sababu kuna wakati anakuwa anapata majeraha yanayomweka nje. Alafu kuna kitu kingine, tukiangalia uwezo wake ni beki mzuri, siwezi kudoubt uwezo wake, kwa sababu Inspector Karabwe Chamo tumecheza naye finali ya CAF Confederation Cup mbele ya RS Berkane na akaweza kufanya mambo makubwa, tukapoteza kwa utofauti wa magoli 3-1. Lakini Inspector Karabwe Chamo kuna vitu kidogo tu ambavyo anakosa, uzito wake na speed zake zinakuwa ndo hazijakaa vizuri, lakini no doubt Inspector Chamo Karabwe ni beki mzuri, lakini for now is enough for Simba Sports Club. Kuna wakati tunatakiwa kuachia watu wazuri na tuweze kusajili watu walio wazuri zaidi. Bwana, sawa kabisa, lakini pia tetesi za chini ya carpet kwamba Chama huenda akarejea klabu ya soka ya Simba. Kwa Chama vipi? Maana kuna post ya Chama ambayo ashawahi kuipost, nikaona comment yako unamwambia bwana karibu Msimbazi Mwamba. Bwana, Chama kurejea Simba hii imekaa vipi? Mwenye macho haambiwi tazama. Anayetembelea mitandao ya kijamii anaweza akaona ni kwa namna gani Chama ameweza kuonesha kwamba tayari moyo wake na mahaba yake yako ndani ya Simba Sports. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza ukaangalia usiku wa jana tumemtambulisha Nixon Clement Kibabage, lakini mtu wa kwanza kumweka katika profile lake alikuwa ni Mwamba wa Lusaka, akimkaribisha ndani ya Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka amemposti katika status yake ya ukurasa wake wa Instagram, na nadhani haijaisha muda wake kwa sababu inaisha baada ya masaa 24. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ananisikiliza anaweza kwenda kwenye akaunti ya Mwamba wa Lusaka Clatous Tota Chama akaone namna gani. Na kwa faida zaidi tunafuatilia kwamba Singida leo watakuwa na mchezo dhidi ya JKT Tanzania, lakini katika vikosi ambavyo vilikuwa vinajiandaa kwa ajili ya mechi hiyo Mwamba wa Lusaka kuonekana. Kwa hiyo inasemekana Mwamba wa Lusaka yuko Dar es Salaam, na kilichopo ni kwamba mkataba wake uko ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo nadhani katika wachezaji watakaotambulishwa wanaofuata atakuwa Mwamba wa Lusaka yuko miongoni mwao. No doubt Simba tunahitaji mchezaji aina ya Chama, kwa sababu
tangia ameondoka Clatous Chota Chama kuna mambo mengi tunayakosa, lakini pia Chama sisi katika timu yetu tunamtaka awepo ili hata ikitokea na staff kwa heshima, kwa sababu baada ya miaka kadhaa iliyopita kuanzia mwaka 1995 Simba kutinga katika hatua ya makundi katika michuano ya kimataifa, anakuja mwamba wa Lusaka anatuvusha mechi na Ankana Red Devils. Baada ya hapo Chama huyo anaichukua Simba anaiweka mabegani mwake, anatuvusha katika mechi ngumu dhidi ya AS Vita Club kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tena Vita Club tunayozungumzia ni Vita Club haswa, wana viungo akina Fabrice Luamba Ngoma, Francis Kazadi Kasendu. Katika idara ya ushambuliaji wako na Siza Lobi Manzoki, wana mtu anaitwa Jean Maki Makusu Mundele. Yani unaiona ile ilikuwa ni akina Twisila Kisinda wakitokea bench, Jezi Duka Pele Moloko akiwa fire, lakini Chama mwamba wa Lusaka anaichukua anaiweka mabegani Simba na anaweza kuivusha katika hatua ya makundi na kwenda robo finali. Watu kizungumzia Vita ni akina Nelson Munganga, watu wanatakiwa wakumbuke na wajue kabisa kwamba hiyo Vita ilikuwa ni hatari kabisa. Tulienda pale katika uwanja wao wakatupiga chuma 5, lakini tunarudi Benjamin Mkapa tunatanguliwa na goli moja, linasawazishwa na captain ambaye siwezi kuzungumza chochote, kila mwana Simba anajua, Mohamed Hussein Zimbwe. Dakika 89 pasi ya Haruna Nionzima kwenda kwa John Rafael Boko, inawekwa ndani ya sita zile, Haruna anairuka, mwamba wa Lusaka anamaliza na tunasonga mbele katika hatua ya robo finali kupitia mwamba wa Lusaka. Kwa hiyo no doubt mashabiki wote wa Simba, nadhani hii itakuwa ni habari njema kwetu. Bwana, sawa kabisa. Kwa hiyo kwa kumalizia tuseme kwamba Simba inaenda kurudisha ufalme wake, kwa sababu tumeona uchezaji wake mechi zidi ya Mtibwa, mechi zidi ya klabu ya soka ya Azam ni kama aushawishi mashabiki wa klabu ya soka ya Simba. Mmekuwa na wakati mgumu sana kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tuseme kwamba ule wakati unaenda kupita na mnarejea kwenye ule ufalme wenu ambao tunasema kwamba ilikuwa ni Simba ya moto kweli kweli. Ufalme unarejea na ufalme unaanza kurejeshwa na watu ambao waliutengeneza ufalme ndani ya Simba. The way unavyomzungumza kama mtu kama mwamba wa Lusaka, Triple C mwamba wa Lusaka, kila usajili ulikuwa ukija alikuwa anahusishwa na timu tofauti, na hatukuwa na namna, kwa sababu kuna maisha, kuna wakati lazima yaendelee. Ndio maana alivyosema anataka kwenda kuwapiga jamaa zetu pesa kidogo alafu apite zake, tulimruhusu kwamba tukampa baraka zote, nenda akapige hela, alafu pia kumbuka wewe utacheza katika timu ya nyuma mwiko, lakini akili yako iko Msimbazi. Wakampeleka Singida, atacheza Singida, lakini akili yake iko Msimbazi. Mwisho wa siku tunamrejesha Clatous Chota Chama, na kuambia Simba mpya inajengwa. Nixon Clement Kibabage katika idara ya ulinzi wa kushoto, Ismail Ture akisimama na Rushen The Rock Master. Brother, Baba Esther atakuwa fire. Yani yale machozi ambayo ameyalia yatakuwa ni ya mwisho aliyoyalia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo mechi ya juzi dhidi ya Mtibwa Sugar. Hatutakubali tena. Show me the way Shomari Kapombe, captain wa Simba, kuweza kulia na kutoa machozi. Sasa itakuwa ni wakati wake kucheka na furaha, na furaha hiyo haitaanzia kwingine, itaanzia mjini Tunis katika uwanja wa Esperance Sportive pale Taraji, Tunisia. Bwana mzee wa fact, mimi nashukuru bwana kwa hicho kidogo, lakini nategemea kuona Simba ikuwafuta mashabiki wa Simba machozi, maana sio poa. Kweli kwa mashabiki wa Simba, kwanza kila mtu anajua namna gani kuna kitu anachokipitia na kipindi hiki wanapitia kipindi gani, lakini hatuna namna, kwa sababu Simba yetu sisi ndio burudani yetu na burudani yetu ni Simba. The way naweza nikazungumza msemo mmoja, huwezi kuacha kuishabikia Simba kwa matokeo mabovu, wakati Simba ilishawahi kufanya vibaya mpaka ikamaliza katika nafasi ya 3, nafasi ya 4 katika michuano ya ligi ya hapa ndani, tukazidiwa mpaka na Mbeya City wanakoma kumwanya wale waliopanda ligi msimu huo. Kwa hiyo watu wa Simba wajiandae, kwa sababu Simba mpya inajengwa. Simba mpya inaletwa. Wazee, tunaanza na mechi ya Esperance. Brother, nataka nikuahidi sisi hatuna pointi hata moja, lakini baada ya mechi ya Esperance Sportive de Tunis tutakuwa kama sio nafasi ya kwanza, tutakuwa nafasi ya pili katika msimamo wa CAF Champions League katika kundi letu.